Ukizitaja takwimu zake zinatisha kweli kweli. Zinaonesha kwamba katika ligi kuu ya nchini Uganda amefunga jumla magoli 19 katika mechi 30 ambazo aliweza kucheza, na katika magoli 48 ambayo yalifungwa na klabu ya Vipers ya kwake 19 yako pale, wakati akitoa assist 4, wakati klabu ya Vipers yao ikiruhusu magoli 4 tu. Ni msimu uliotoka kumalizika na yeye ndo alikuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya nchini Uganda. Kwa hiyo ukiweka kiwastani, wazee wa takwimu wananielewa vizuri kabisa hapa. Ni moja mchezaji ambaye alikuwa na uwezo mzuri sana wa kufunga goli moja karibia katika kila mchezo ambao klabu yake ya Vipers waliweza kucheza. Ndio top scorer wa timu ya taifa ya Uganda katika michuano ya CHAN ambayo ilifanyika mwezi wa 8 tu, ambao sisi Tanzania, Kenya ya Uganda ndio ambao tulikuwa mahosti wa michuano hii. Ni nani huyo? Ni Alan Okello, moja mchezaji ambaye anasifika kwa kuwa na dribbling nzuri, kasi yake nzuri, uwezo mzuri wa kulazimisha mashambulizi. Lakini kitu kingine kizuri kutoka kwa mchezaji huyu bwana kinda mwenye miaka 25 ni uwezo wake, ni kuonekana kama moja mchezaji ambaye ni tishio. Wataalamu wa soka wanasema ni threat player, kwamba atakapokuwa uwanjani lazima ataibeba vizuri concentration ya defenders. Alan Okello, Zuberi Super Mkalaboko amemuelezea vizuri na kwa ndani kabisa. Mimi Florence Renatus nilikuwa nataka nikupe tundondoo ya nini ambacho kimo kwa yale ambayo aliweza kuyaeleza Zuberi Super Mkalaboko. Utamsikiliza vizuri tena kwa makini kabisa, lakini kubwa zaidi lazima bwana mimi nikukumbushe kuhusiana na Pocket MyFi. Hizi bwana zinauzwa shilingi 50,000 tu, utazipata hapa Data Sports. Mwanafamilia wa Data Sports, naamini internet kwako imekuwa ni sehemu nyingine, ni sehemu kubwa ya maisha yako. Kwa hiyo unahitaji kitu ambacho ni bora. Data Sports bwana, kupitia kushirikiana na Yasi waliamua kukusogezea mzigo, kwa maana usipate shida kwenda kupanga mafoleni, kuzunguka huku na huku, unatafuta router au unatafuta Pocket MyFi. Data Sports tumeamua kuirahisisha hiyo kazi. Tunazo hapa zote Pocket MyFi ambazo zinauzwa kwa shilingi 50,000 na ikiwa haina bando, lakini ikiwa na bando ndani yake ni shilingi 120,000, kwa maana unalipia 70,000 ya bando ambayo utatumia mwezi mzima, na ni unlimited. Kumbuka hii ni unlimited, hauruhusiwi kuzima data, yani ziache tu ziwe on. Lakini tunazo router za 5G ambazo hizi tunaziuza kwa takriban shilingi 250,000 ambazo ndani yake kuna kuwa na bando la mwezi mzima bure. Masuala ya kuconnect, sijui ya kuunganisha na vitu kama hivyo, tunavifanya sisi Data Sports. Kazi yako ni kututafuta sisi, tunakuletea mzigo popote pale ulipo. Mliopo mikoani tutawasiliana vizuri, then utajipatia mzigo wako, utakuwa unaenjoy maisha ya internet. Tutafute Data Sports kwa mawasiliano ambayo unayaona hapo chini, ujipatie router safi za Yas, lakini pia Pocket MyFi nzuri kutoka Yas ambazo tunaziuza sisi Data Sports. Kwa wakati huu naomba ukamsikilize vizuri Zuberi Super Mkalaboko, alafu baadaye tutakuja tumalize hiki ambacho tulikianza. Bwana Zuberi Super Mkalaboko, habari za mkoani Morogoro? Bwana salama, habari za Dar es Salaam pia. Huku tunamshukuru Mungu, sikukuu ndio hizi zinakaribia. Bila shaka. Sijajua nyinyi huko mmejiandaaje bwana? Sikukuu ni tukio la msimu, kwa hivyo kila mmoja anakuwa anajua ni namna gani kuweza kuipa matayarisho yake, lakini namna gani kuiendea sikukuu, kwa sababu sikukuu ni tukio la msimu linalofahamika. Sawa. Zuberi, twende moja kwa moja ni kuhusiana na Alan Okello, winga wa klabu ya Vipers na timu ya taifa ya Uganda, ambao tupo nao pia group moja katika michuano ya AFCON inaendelea nchini Morocco. Alan Okello anatajwa kutua mitaa ya Twiga na Jangwani na tayari wameshamalizana. Kwanza taarifa hizi zikoje kutokana na vyanzo ulivyonazo Zuberi Super Mkalaboko? Tuanzie hapo. Watazamaji wa Data Sports wanatamani kujua kwanza taarifa hizi zina usahihi kiasi gani? Alan ni mchezaji mzuri na amekuwa anafuatiliwa na vilabu vingi tangu ambako tuliona michuano ya CHAN, ubora ambao alikuwa ameonyesha kwenye kikosi cha Uganda. Ni kweli Young Africans ni miongoni mwa timu ambayo imeonyesha utu wa wazi na Alan, lakini Alan pia ameguswa na ofa ya Young Africans. Sawa. Kwa taarifa nilizonazo, moja ya kitu ambacho kilifanya wepesi wa mawasiliano ya Alan na Young Africans ilikuwa ni mazingira ya Khalid Aucho, Muganda mwingine ambaye ni captain team aliyehudumu Young Africans, lakini kwa rekodi Khalid ni miongoni mwa wachezaji pia ambao wamepita Vipers, lakini kando na kupita Vipers amekuwa na rekodi nzuri na Alan, wanatoka eneo moja. Sawa. Sasa nini mazingira ya Alan kujua Young Africans? Mtu ambaye ametoa wepesi wa ufahamu wa ukubwa wa Young Africans ni Alan Okello. Kama unavyofahamu, timu zetu zimekuwa na wachezaji wengi ambao wamekuwa wakitoka ukanda wa Uganda na zilikuwa zikitegemea mara nyingi kuleta wepesi wa upatikanaji wa wachezaji. Kwa mfano, hakuna asiyefahamu kwamba
Emmanuel Arnold Okwi amekuwa akileta wepesi wa baadhi ya wachezaji wa Uganda kwenda kucheza Simba. Sawa. Lakini Alan kwa Yanga Africans kuanzisha mazungumzo na wepesi wa timu na ushawishi wa makubwa ambayo Alan anahitaji kufanya yameonekana anaweza kufanyika Yanga Africans kwa wepesi. Kifupi ni kwamba management ya Yanga Africans chini ya Engineer Hersi kwa taarifa nilizonazo karibu mpango mzima wa Alan kujiunga na Yanga Africans uko zaidi ya 75%. Okay. Kwa maana makubaliano yale namna gani ya kufanya kazi. Kumbuka Alan hajawahi kucheza kwa ukubwa kutamba na soka la Afrika kupitia ngazi ya vilabu, lakini mahala pekee ambako panamtia ushawishi na kufanya ni Yanga Africans. Lakini pia project ya Yanga Africans hapo mara nyingi kwa maelezo Engineer Hersi katika approach zake nyingi za wachezaji anaonekana amekuwa na jicho zuri sana za transfer room kuonyesha wachezaji makubwa wanaweza kutegemea kutoka Yanga Africans, lakini kuaminika kwake kwenye uso wa wachezaji hasa ambao wanategemea siku za usoni waendelee kukua zaidi. Sasa mchezaji kama Alan akiangalia project ambayo wako nayo Yanga Africans chini ya mwenyekiti wa AKA, lakini mipango ya Yanga Africans huyo pia akiwa rais Engineer Hersi imeonekana kumshawishi sana Alan kwenda kufika mbali, lakini zaidi ni hata makubwa ambayo na ukubwa aliopata mchezaji kama Halid Aucho na heshima anayopata Uganda. Unajua kutoa mchezaji ambaye anakuwa captain team kwenye timu kama ya Uganda akiwa anacheza Tanzania sio kitu kidogo, kitu ambacho kimedhihirishia kwamba Alan hata akija Yanga Africans itampa wepesi na yeye kuweza pengine kupanda makubwa zaidi na akaaminika zaidi na zaidi baada ya kuwa na captain team wao Halid Aucho anacheza Tanzania Yanga Africans na kapata heshima katika nchi yake na kapata heshima katika klabu yake. Mkalaboko, nimeangalia takwimu za Alan Okello, michezo 30 msimu uliotoka kumalizika ligi kuu ya nchini Uganda, akifunga magoli 19, assist 4 na ndiye aliyekuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya nchini Uganda. Pengine ni moja ya takwimu ambazo zimewashawishi sana Young Africans na huyu ndo aina ya mchezaji ambaye walikuwa wanamhitaji toka msimu huu uanze. Ni kweli Alan ni explosive winger. Tunasema ni kiungo mshambuliaji ambaye analipuka na kasi nzuri kuweza kuendea mstari wa mwisho wa mashambulizi. Sasa kwa nini? Ndio maana ukaona hizo takwimu zinakudhihirisha nini ambacho tunakisema. Ana uwezo wa kupika mabao, ni mzuri pia kutafuta nafasi na kuzitumia. Ndio maana ukaona amekuwa na idadi pia ya mabao ya kufunga, lakini amekuwa na faida nyingine ambayo imekuwa ikifanya Yanga Africans kama Vipers kunufaika naye. Alan ni Paco France pia anaweza kufanya ukurulaji mkubwa sana kiwanjani hasa timu inapokuwa haina mpira, lakini uchezaji wake wa speed ni kitu ambacho kwa Yanga Africans wanakosa kiungo mshambuliaji wa kariba yake. Bila shaka Yanga wanao viungo washambuliaji wazuri ukitoka Kome, lakini kiungo mshambuliaji mwingine mwenye speed hasa kwenda kwenye mstari wa mwisho na akiwa na matukio mengi kwa usahihi zaidi kama anampata Alan Okello, maana yake wanaichangamsha tafsiri ya ushambuliaji kwenda kwenye eneo la mwisho kwa usahihi zaidi, sababu ukiangalia aina ya viungo pembeni ambao Yanga Africans inawategemea sasa bado wanakosa ule ufanisi wa kwenda eneo la mwisho kwa usahihi sana. Tumemwona mtu kama Yekwe na Celestine kwa namna ambavyo anaperform bado anashindwa kuonyesha ule ufanisi wa kwenda kwenye mstari wa mwisho kwa usahihi zaidi. Lakini ukitazama Alan nadhani kama atakwenda atakopa haraka na timu basi watakuwa wamepata mtu sahihi sana kuchangamsha safu ya shambuliaji ya Yanga Africans ambao pengine ikaongeza kitu cha ziada kuliko atakutaraji kupata striker mwingine. Sawa, umezungumza vizuri kabisa hapo. Na sasa ukiangalia klabu ya Young Africans, Zuberi Super Mkalaboko ni klabu ambayo tayari ina wachezaji wote 12 na kuna mmoja anazidi kwa maana yao kwa Asatola ambaye anasubiri kutolewa kwa mchezaji mmoja wa kigeni ili yeye aweze kuingia katika safu ya ushambuliaji ambao ndio tunaitazama hapa, na ndiko ambako Alan Okello anaenda kuingia. Ni nani ambaye unaona sasa anapaswa kukaa pembeni ili wamruhusu Alan Okello aingie moja kwa moja kwenye kikosi cha Pedro Goncalves, au unaona bado anastahili akifika kwenye klabu ya Young Africans sio mchezaji ambaye anastahili kuanza moja kwa moja, awe anaanzia nje kwa ajili ya kupata zaidi experience? Mchezaji kuanza tunategemea kuona kitu kinaitwa quick fix. Sawa. Quick fix, mchezaji unaweza kutoka sehemu bora sana ukaja sehemu pia ukaonekana unahitaji mazingira kuadapt. Sasa adaptation period kwa wachezaji zimegawanyika. Kuna wengine wanafanya rapid adaptation, lakini wengine wanakaa kufanya hiyo rapid adaptation. Ndio maana tunao wachezaji tunawafahamu sisi walikotoka walikuwa na heshima, wana ubora wao, wanakuja kwenye timu zetu mpaka tunawakatia tamaa kwamba imekwaje kapata nani. Wakati mwingine wanakukia kukosa hiyo kitu inaitwa quick fix. Sasa kwa haraka nataraji kuona kama Alan atapata quick fix, mimi namuona anaweza kucheza upande wote kwa baadhi ya Afrika kwa nafasi anayocheza. Lakini shida nyingine wakati mwingine kwa mchezaji ni quick fix. Sina shaka kimazingira kwamba hawezi kukosa quick fix, lakini
naamini kama anaingia na contract ni mchezaji ambaye namtegemea nimuone kwenye first 11 kwa sababu haina style yake kucheza. Sawa. Na ukimwangalia ni Okello amekuwa akicheza kama winga unavyoeleza, lakini ukimwangalia pia huwa anachezeshwa kama nambari 10. Nilikuwa naangalia baadhi ya mechi za Uganda kwenye michuano ya CHAN. Kuna muda nilikuwa naona anacheza kama namba 10, kuna muda unaona anacheza kama winga. Pengine kwa ambavyo umemuelezea vizuri kiufundi namna gani alivyo na namna ambavyo umemtazama Pedro Goncalves toka akabidhiwe klabu ya Young Africans, wapi ambako unaona Pedro anapaswa kumtumia zaidi Alan Okello? Alan anaweza kumtumia zaidi pia kama msaidizi wa mshambuliaji kwa maana advance playmaker, kwa sababu eneo ambayo Yanga Africans wanamtumia Mohamed Dumbia kama advance playmaker, kitu ambacho Dumbia anawanyima Yanga, anawanyima aggressiveness tu, kutumia nguvu kwenye nyakati ngumu. Lakini Dumbia akiona mpira anafanya maamuzi sahihi kwa kiwango fulani, ila kumuona anatumia nguvu kwenye nyakati ngumu. Alan ni mchezaji ambaye anapenda kutumia nguvu kwenye nyakati ngumu, anapenda kulazimisha matukio, kitu ambacho kwa Dumbia ni ngumu kumuona akilazimisha matukio, kwa tunamuona akiwa anacheza kwenye mazingira ya usahihi. Na ndio maana wakosoaji wa Dumbia, hakuna mtu anasema Dumbia sio mchezaji mzuri. Bila wengine watakwenda bado watasema mchezaji mvivu. Si mvivu, ni mchezaji ambaye hawezi kulazimisha matukio. Kwa hiyo huwezi kumuona anaonekana kwenye zile nyakati ambazo unasema huyu mchezaji sasa anafurukuta. Hiyo ndio Dumbia umuone. Kwa hiyo naona kama anaweza kacheza eneo la advance playmaker, tayari atakuwa ameongeza kitu cha ziada kwenye kosi ya Yanga Afrika. Sasa eneo la katikati tuna pembeni wanaomtaji wa watu wazuri tu ambao wanaweza kuongeza nguvu. Ukimtazama sasa hivi kama unamsogeza kucheza kama advance playmaker, asili yake ni kwamba mtu kama Max pia anaweza kwa nyuma yake, lakini sio nyuma yake, hata kama anaanza upande mwingine na hapa katikati kwenye midfield wakawa na mtaji wa watu wengine. Na kama unavyofahamu pia moja mpango wao mwingine ni kuboresha eneo la midfield ya Yanga Afrika. Sasa nikiangalia mtindo wao kucheza na uwepo wa Alan akicheza kama advance playmaker, ana faida yake ni kwamba Alan anacheza kwenye maeneo madogo. Unajua wachezaji wamegawanyika, kwa wachezaji ambao wanapenda kucheza maeneo ya wazi kwa sababu ya kutumia kasi zao. Alan anaweza kutumia kasi yake, lakini anaweza kutumia improvisation yake, ubunifu wake, kwa sababu anaweza kutumia nguvu na anaweza kutumia kasi yake. Sasa kama anaweza kutumika hivyo, anaweza kuongeza ubunifu kwenye kosi ya Afrika, hasa kwenye eneo la hiyo advance playmaker. Nakumbuka mara mwisho tulivyozungumza Mkalaboko ukasema moja ya kitu ambacho kinaziangusha hizi timu zetu zinapofika swala la kufanya usajili ni kusajili wachezaji katika timu ambazo sisi wenyewe tunawazidi uwezo. Maana yake hawajaonekana hata katika mashindano makubwa. Ukiwazungumzia Vipers hawana historia kubwa sana kwenye soka la Afrika, pengine ukiwataja Young Africans kwa sasa hivi huenda ni timu ambayo iko juu ya klabu ya Vipers. Ni sahihi Yanga kwenda kutafuta mchezaji kwenye klabu ya Vipers, au ndio yale ambayo uliyazungumza kwamba tunasajili wachezaji ambao wanatoka katika timu ambazo sisi wenyewe tunawazidi uwezo? Ni hoja ambayo inaweza kusema sawa, lakini sio sawa. Usajili mchezaji wa timu ya daraja la chini inabidi uangalie quality. Lakini usajili mchezaji wa ligi ya daraja ya juu pia inakupa faida kwenye quality. Kwa mfano, unaweza kusajili mchezaji akawa kwenye timu ya daraja la chini akawa na kiwango kikubwa sana ambacho atakuwa acheza timu ya juu. Ndio mithili ya Alan, lakini Alan tayari amsubishia ni African class player. Unapozungumzia michuano ya CHAN, tayari ni michuano ambayo inajumuisha wachezaji wanaocheza kabisa kwenye ligi zao za ndani na ubora uko. Nafikiri tunaona Morocco hapa. Aina wachezaji ndio tunaona Rais Markane, unaona hapo Rafaraba, unaona hapo kwenye vilabu kama Wydad na vitu vingine kama hivi. Kwa hivyo kwa level ya Alan ni tayari ni African class player, mchezaji ambaye anacheza timu ya taifa Uganda, tumemuona CHAN na mpaka anaitwa AFCON yupo, nafikiri unafahamu. Kwa hiyo si mchezaji ambaye unaweza ukamtaja huko tabaka la chini kwa kuwa tunacheza klabu ya chini, kwa ni mchezaji ambaye anaonyesha international display ambao kwa Young Africans pia wameitazama katika sura hiyo. Unajua tunapozungumza kwamba kusajili wachezaji wa madaraja ya chini ni wale ambao hawajatupa ile proper international display. Nilisema ukimchukua mchezaji anayecheza ligi ya Mali akawa MVP Mali na kuonyesha ubora wake kama bingwa kufika robo finali ama nusu finali ni mtihani. Lakini ukimzungumzia Alan, tunazungumzia mchezaji ambaye ni miongoni mwa wachezaji walioshahidi kwamba sana kwenye michuano ya CHAN. Ambaye sasa hivi anategemewa pale kwenye kosi ya Uganda kwamba ni mmoja wa wachezaji ambao wanaofika kupata nafasi hata kama anaweza kucheza dakika zote 90. Sasa huyu mchezaji ambaye katuonyesha international display katika ile daraja ya mchezaji wa Afrika. Sawa, ukiwaangalia Young Africans toka waanze kufanya vizuri, maneno ya Harrison anapoenda kuzungumza na wachezaji, huenda project ya Yanga na yale ambayo umekuwa akiyafanya kwenye ligi yetu hata ya michuano ya kimataifa umekuwa ni moja wa urahisi mwingine ambao wanakuwa wanaupata Yanga chini ya rais wao Harrison katika kupata wachezaji wazuri, na pengine huu ndio ugumu mwingine ambao huenda hata Simba wanakutana nao katika kushawishi wachezaji kwenda kucheza katika klabu yao. Mkalaboko, nafasi ya Harris Afrika inaleta mvuto wa wachezaji kujiunga Yanga. Sawa. Lakini pia mipango ya Yanga katika timu yao pia inafanya wepesi Yanga Africans kupata wachezaji bora. Nilikuwa nikisema mara nyingi ushawishi mwepesi
wepesi kabisa wa Young Africans kwa wachezaji wengi wa kimataifa kuwasajili sasa hivi ni ule wepesi wao wa mipango ya wazi, kuanzia financial muscle, uwezo wa kulipa fedha vizuri, uwezo wa kuwezesha timu vizuri. Kwa mfano, nani asiyejua kwamba budget ya Yanga sasa hivi hata kuanzia mishahara na kinachoendelea, wana mishahara mikubwa kuliko timu yote hapa nchini. Okay. Ukiondoa labda huko Azam, lakini mishahara ya wachezaji, budget za wachezaji, timu hawezi kufikia tena Yanga. Lakini nafasi ya health pia inatengeneza ushawishi kwa wachezaji kuona unafanya kazi na mtu anayeaminika. Unajua wadhifa unakujengea kuaminika kwa watu. Kwa hivyo hilo ndio eneo ambalo pia inafanya watu wao waaminike, na ndio kitu ambacho nakitazama. Sawa, tumalize basi na kauli ya rais wa klabu ya Young Africans. Wengine wanasema ni mind game kama ambavyo imekuwa kawaida yake. Kuna muda amekuwa mtu wa matani kama hivyo, lakini alipoulizwa kuhusiana na Young Africans kusajili mchezaji katika nafasi ya ushambuliaji akasema Yanga haina shida na mshambuliaji kwa sasa hivi. Pengine leo unaliona hilo, lakini sikumbuki kwa sababu mara ya mwisho ulisisitiza sana Yanga itafute mshambuliaji mwingine. Kuna mpango wa kwako na maono ya watu wengine. Sawa. Lakini bado kiukomavu tunataraji kuona Young Africans iboreshe na ushambuliaji. Sasa kama halina mpango wa mshambuliaji, itakuwa ni mipango ya Yanga. Kwa sababu kupata mshambuliaji wa kariba ya ubora. Lakini ushambuliaji kuna namna mbili, kuna mshambuliaji wa kati na viungo washambuliaji. Sasa mpira wa kisasa pia unaweza ukaiboresha timu yako kwenye safu ya ushambuliaji kwa kuwa na viungo bora washambuliaji ambao nao wana nafasi ya kufunga na kutengeneza nafasi. Young Africa tumejaribu kusema kwamba moja ya tatizo pia tumeliona ilikuwa shida kwa mshambuliaji halisi ambaye anaweza kufunga nafasi, lakini pia kukosa viungo washambuliaji ambao wamechangamka zaidi, ukiondoa Pacome peke yake. Sasa kama wanapata kiungo mshambuliaji aliyechangamka zaidi na yakawa anaonyesha ziada kwenye timu, hiyo inaweza kuleta ubora wa ziada kama ambavyo tuliona iliyopita. Nafikiri tunakumbuka wakati wako na Aziz, wako na Pacome, timu yao ilikuwa tayari na viungo washambuliaji wengi kuliko mshambuliaji halisi ambaye performance yake ilikuwa katika daraja kubwa, ambaye ni Dube huyo tunemzungumza. Kwa maana yake kuna kitu kimepungua. Ni wapi? Ni kitu kimoja, kwamba kwenye eneo la kiungo mshambuliaji sasa hivi umekosa kupata mchezaji ambaye ana fine form. Ukiondoa alivyokuwa Aziz Ki. Sasa kama unapata mtu wa kaliba ya Okelo akawa na fine form, hata yale magepo ambayo anaonyesha huyu nani anaonyesha Mwadumbia. Maana yake anaziba. Kumbuka Januari wanakuwa na nania wanamzite. Nadhani labda wanahitaji sana kupata kiungo mshambuliaji. Bwana Zuberi Super Mkalaboko, asante kwa kuungana na Dar Sports. Nadhani mpaka wakati mwingine tukikutana tena. Shukrani sana Zuberi. Asante sana. Ndio, hayo ni mengi na mazuri kutoka kwake Zuberi Super Mkalaboko. Interview nzuri ambayo imefanyika kwa kupitia njia ya simu, kwa sababu sasa hivi Zuberi Super Mkalaboko hayupo katika jiji la Dar es Salaam, yupo mkoani Morogoro. Kwa hiyo ni mtaalamu wa soka, tuweze tukamwacha, lazima kwenye yale mambo muhimu tumtafute, na zile taarifa muhimu nzito tumtafute mtaalamu huyu kwa ajili ya kutupa maelezo vizuri. Tunasema maelezo kwa kina, ndicho ambacho ameweza kukielezea. Amemuelezea vizuri Zuberi Super, amemuelezea vizuri Alan Okelo mwanzo mpaka mwisho, dili lake limekaaje, amekwambia vizuri, ni zaidi ya 75% mchezaji huyu anaenda kutua mitaa ya Twiga na Jangwani. Namkumbuka Emmanuel Mwanengo, namkumbuka vizuri, tayari deal done katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Nakumbuka taarifa hizi tulikuletea hapa. Hiyo naomba nikufikishie kabisa kwamba deal done. Emmanuel Mwanengo anaenda kuwatumikia mabingwa watetezi wa ardhi ya Tanzania, Dar es Salaam Young Africans. Naomba nikukumbusha kwamba nafasi nyingine ya kukutana na sisi kupitia njia ya kusubscribe. Naomba ukumbuke kusubscribe, kwa sababu baada ya kusubscribe ndiko ambako utaendelea kuzipata taarifa zetu nyingi na bora. Online media nzuri inayofanya kazi zake kwa ubora, nambari 1 nchini Tanzania ni Dar Sports, na ndio kama hivi ambavyo tunafanya. Vitu bora vinaonekana, sauti bora inasikika, lakini watu makini. Nakushukuru sana Mr. Pako ambaye alirahisisha kila kitu hiki ambacho nakitazama hapa, lakini pia asante kwa wewe ambaye umeendelea kuitega sikio na kutoa macho yako kila siku kitazama Dar Sports. Nadhani tena mpaka wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akijalia tutakutana hapa. Bye.